Good morning. Shalom. God bless you everyone. Happy to see you here. Yes, nimefikiri kwamba au nimesukumwa tena kushia na jambo hili ambalo naona kama linaweza kukusaidia katika kufanikiwa kwako. You see, watu wa Mungu, watu wengi hawajaweza kujifunza au kuzoezwa namna ya kuweza kumaster the spirit realm, namna ya kuweza kucontrol na kutawala ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho kama ukiweza kuutawala na kucontrol, it's like ukiweza kumaster, ukiweza kuongoza, ukiweza kushughulika nao, unakupa vitu vyote unavyovitaka leo, na you live as a king hapa duniani. Watu wote walioweza kufanikiwa hapa duniani kwa vitu mbalimbali ni watu ambao wameweza kumaster, wameweza kucontrol ulimwengu wa roho. Usisahau kwamba ulimwengu wa roho unapaswa kutucontrol sisi, lakini we have authority kwa ajili ya kubadilisha jambo hilo sisi tukaweza kutawala. Nisikilize watu wa Mungu, watu wengi hawajui namna ya kufanikiwa kwenye vitu ambavyo wanaviendea mara ya kwanza. Inawezekana ni deal unaenda kusaini mara ya kwanza, inawezekana ni biashara unaenda kuifanya mara ya kwanza, inawezekana ni asubuhi unaenda sehemu hiyo kwa mara yako ya kwanza, inawezekana ni kitu fulani unataka kukifanya kwenye mara yako ya kwanza. Maandiko yanatuambia hivi, je, umeiamuru asubuhi yako? Je, umeiamuru asubuhi yako? Asubuhi hapa watu wa Mungu ni mwanzo wa siku. Biblia inasema ili uweze kufanikiwa kwenye siku yako ni lazima uweze kuiamuru kwenye mianzo yake. Mianzo hapa watu wa Mungu inaweza ikawa ni mianzo ya kitu. Watu wengi hawaelewi kwamba kwenye kila mwanzo wa kitu huwa kuna spiriti ziko pale zikisubiriwa kuwa commanded, zikisubiria kuamriwa. Kwa mfano, siku ambayo ulikuwa unaenda kwenye interview yako ya kwanza, ni interview yako ya kwanza ulikuwa una uwezo wa kuiamuru ile interview iwe unavyotaka. Nitapata ile kazi, ninaamuru kazi iwe ni ya kwangu. Unapoenda kwenye biashara yako asubuhi, una uwezo wa kuamuru ile biashara iwe unavyotaka. Nitapata wateja leo, kaskazini mashariki achilie wateja. Unapoanzisha mahusiano yako, mwanzo kabisa wa yale mahusiano una uwezo wa kuyaamuru yawe unavyotaka wewe. Unapoingia kwenye ndoa, ile siku ya kwanza una uwezo wa kuamuru ile ndoa iwe unavyotaka wewe. Unapokwenda kufanya huduma, kabla hujafika pale kwenye ile mianzo, una uwezo wa kuamuru ile huduma iwe unavyotaka wewe. Unapoamuru watu wa Mungu, una activate wale malaika ambao wanakuwa overing pale, wanakuwa wanazunguka pale. Kwa unaposema hii huduma ninaiendea pale Morogoro tarehe 29, unapoamuru wale malaika itafanikiwa. Watu watakuja kaskazini itaachia, mashariki itaachia, magharibi itaachia, kusini itaachia. Unapo command, unaamuru sasa wale malaika waanze kufanya kazi sawa sawa na kile kitu unachokizungumza. Unapoenda kazini, je, asubuhi umezungumza juu ya ile ofisi? Unataka ile ofisi iweje siku hiyo? Unapokwenda kwenye biashara yako, je, umezungumza asubuhi kabla hujaenda kwenye ile biashara? Unataka pale kwenye biashara paweje? Wateja waje, milango ifunguke. Je, umezungumza? Watu wengine wanajikuta wanazungumza against. Mtu anaenda kwenye biashara yake asubuhi, anasema sijui itakuwaje. Hajafika ndivyo anazungumza sijui itakuwaje. Automatically spiritually una activate malaika, una activate spirit ya confusion. Kwa hiyo biashara itaishi ya confusion. Sijui zile kazi nilizoacha pale ofisini zitakuwaje. Sijui kile kiporo, sijui bosi atakuwaje leo. Bosi anakuwa na kisirani, bosi anakuwa na laana, bosi anakuwa anasumbua sana. Tayari kwa sababu hujafika pale na ni mianzo ya siku yako na ofisini. Ukizungumza negative, una activate spirit za negative ambazo zitasababisha ofisini pawe na confusion, pawe na shida. Watu wa Mungu, jifunze kuishi kama king, kama mfalme, kwa kucommand mianzo. Mianzo ni divine. Kwa unapoicommand kitu chochote cha kwanza, ili kiwe unavyotaka, unahitaji kukiamuru. Unapokiamuru ni kuzungumza kwa mamlaka, kile kitu kiwe kama unavyotaka kuwa. Kwa mfano, nina rafiki yangu mmoja jana, kuna tenda alikuwa anaiendea.
kuna biashara alikuwa anaiendea, kuna mahali alikuwa anapaswa kwenda kuchukua pesa, lakini nikasema ameshajifunza namna ya kwenda namna ya kutanguliza malaika pale, namna ya kuactivate wale watu ninao kwenda kukutana nao. Kumbuka ni mara ya kwanza ninaenda kukutana nao kusaini kitu, ni mara ya kwanza naenda kufanya kitu fulani cha kuninua. Amejifunza namna ya kutuma malaika pale kwanza, namna ya kuactivate pale anapoenda kukutana nao, wampatie kile anachokitaka. Ndio maana watu wa Mungu tunaamka saa 9 usiku kuomba kwa ajili ya huduma tunaenda kuifanya kesho. Huduma tunafanya saa 6 mchana, lakini sisi tunaamka saa 9 usiku kuomba kwa ajili ya ile huduma. Kwa nini? Tuna activate malaika waende pale wakafanye kazi. Huwa tunaamuru mianzo. Watu wengi mnaoishia kwenye confusion leo kwa sababu hamjajifunza siri hii ya kuamuru mianzo. I'm telling you, ukijifunza hii siri ya kutuma, kuamuru hiyo siku iwe unavyotaka kuwa, biashara hiyo iwe unavyotaka kuwa, kazi hiyo iwe unavyotaka kuwa, kitu hicho kiwe unavyotaka kuwa, mahusiano unayoanza kwa mara ya kwanza, ukijifunza kuyaamuru yale unavyotaka kuwa, ndoa yako kwenye mianzo yake, mtoto huyo alipozaliwa mwanzo ulizungumza nini? Uliactivate nini kwenye maisha yake? Tukijifunza siri watu wa Mungu tutafanikiwa sana. Alafu baada ya kuactivate kwa kuzungumza, unaanza maintain, unaanza sasa kufikiria, unaanza kufikiria juu ya kile kitu ulichozungumza. Kwa mfano umesema leo pale kazini nitafanikiwa, nikapata kibali, kwenye biashara wateja watakuja. Umeamuru kwenye mianzo ya siku, alafu unaanza sasa kumeditate kwenye hicho kitu ulichozungumza. Unapo meditate unaanza kutembea kwenye ulimwengu wa roho wa kile kitu unachotaka kiwe. Unapo meditate, umeamka asubuhi ukasema biashara yangu leo ilete wateja, biashara yangu leo nipate pesa milioni 5, leo faida nipate milioni 10. Ukazungumza kwenye ile mianzo ya biashara, hujafika kwenye ile biashara, alafu ukaanza kumeditate. Kumeditate unaruhusu sasa kile ulichokizungumza utembee nacho, uwe na mamlaka nacho kwenye ulimwengu wa roho kabla hakijatokea. Jifunze siri hii. Kwanza zungumzia hiyo mianzo, alafu meditate, anza kumeditate juu ya hicho kitu. Utaona matokeo makubwa sana. Wakati unakwenda kufanya zoezi hili, ninakuombea Mungu akakuwezeshe. Mungu akakutie nguvu wakati unafanya zoezi hili. Shalom, God bless you. Nisaidie kushare, uwabariki wengine pia. Nikukumbushe kama uko Morogoro, Jumamosi ya wiki hii tarehe 29, siku moja tu tunakutana pale Savoy Hotel kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni. Tafadhali wakazi wote wa Morogoro, tukutane tarehe 29 Jumamosi ya wiki hii. Mahali ni Savoy Hotel kuanzia saa 6 kamili mpaka saa 12. Zingatia muda kwa sababu ya kile kitu tulicho nacho. Kwa zingatia muda. Usisahau Dar es Salaam tuna seminar kwa ajili ya uchumi ambao tumeanza jana, na leo tunakutana mpaka siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tunakutana kila siku saa 12 jioni mpaka saa 1 usiku. Ni maombi ya kufunga saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku. Ni maombi ya kufunga, na nimeanza kushare maombi haya kwenye YouTube channel yetu ya Bishop Emmanuel. Kwa kama hauko Dar es Salaam, unaweza ukafuatilia maombi haya day 1 tayari nimeshaweka kwenye YouTube channel yetu ya Bishop Emmanuel. Haya ni maombi ya wale watu wenye DNA ya utajiri, nataka tushughulike nao. Kwa hiyo nenda kwenye YouTube channel yetu ya Bishop Emmanuel, utakutana hayo maombi day 1. Ni maombi ya mfungo. Hata kama ukujua kama tunafunga leo, endelea hapo ulipoyakuta, alafu kesho tutafunga tena mpaka siku ya Ijumaa. Mungu akubariki sana. Shalom. Nisaidie kushare wa Dar es Salaam, tukutane jioni ya leo. Shalom.